Kila ukitaka kujisajili katika kupata kadi ya simu mpya, lazima uwe na kadi ya NIDA. Ni vizuri kweli mtu kumtambua. Sisi kwetu Zanzibar tuna kadi ya Uzanzibari. Lakini nalisema hili nataka mnifahamu, Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge. Kule Zanzibar mimi nao watu kutoka Tanzania bara kibao. Wazee wao wamekuja washafariki. Mtu atoke leo ende zake mpaka Sumbawanga, ende zake mpaka Kigoma, aje Lindi au wapi kutafuta cheti cha kuzaliwa. Hana kadi ya NIDA lakini anayo kadi ya Uzanzibari na tunamtambua kama Mzanzibari. Lakini hawezi kupata kadi ya NIDA, hawezi kwenda pahala pote akafanya mambo ambayo akamwendea. Ninachokuomba, jitahidi sana, panga utaratibu, kadi ya Mzanzibari itumike katika usajili wa kununua kadi za simu. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi ninavyomuona yuko sahihi. Kwa hiyo TCRA Tanzania bara, TCRA Zanzibar wakae, hichi kitambulisho tunaomba kipitishe ili Wazanzibari wengi wapate fursa ya kupata kusajili laini. Kwa sababu kuna Wazanzibari wapo wengine ambao wanakuja hapa bado hawana NIDA. Wanatakiwa lazima nao wapate yake ya kufanya ya kumiliki laini zao. Kwa vitambulisho, hii kitambulisho cha NIDA, kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, leseni ya Zanzibar, leseni ya bara, hivi vyote waviweka katika kusajili, kwa sababu database kama iko bado moja waliozindua hiyo ya database iwe moja. Kwa nini kitambulisho wasikiingize? Mheshimiwa sema yuko sahihi. Kama zamani ilikuwa Mzanzibari mkali ana uwezo mtu akufanye kupata laini, kwa nini waliondosha? Na sababu hajaileta mpaka leo. Bwana, sababu labda hii. Na sio wote wa Zanzibari wenye NIDA. Na hata huko Tanzania bara si wote wenye wenye hizo NIDA. Kwa watu wanakosa fursa ya kupata mawasiliano. Na sasa hivi serikali kama inavyojinasibu kwamba inasogeza mawasiliano kwa watu. Kwa nini sasa kuna watu wanaminywa kwamba lazima awe mtu na line, lazima awe na NIDA? Kwa sababu gani? Kwa na Mzanzibari mkazi au kwa una leseni ya udereva na kwa wewe sio Mtanzania, una haki ya mawasiliano. Upande wangu mimi naona ipo haja ya watu kusajili laini kupitia Azania ID, kwa sababu kama mimi naona mtaani watu wengi wana Azania ID lakini hawawezi kusajili laini, wanatumia vitambulisho vya rafiki zao, ndugu zao, wazazi wao. Kwa hiyo ipo haja ili watu wengi waweze kupata nafasi ya kusajili hizo laini. Hilo linakuja kwa hususan wanaweza wakaja pene kwa siku wateja 3 mpaka 4 wana vitambulisho vya Mzanzibari lakini NIDA hawana. Kwa hiyo muda mwingine NIDA kule unaweza ukawa na namba kama namba ya NIDA ikawa haikubali kusajili line. Kwa hiyo ina maana namba ya Mzanzibari ni kitambulisho cha Mzanzibari ni kizuri, na kwa upande wetu sisi ndio vipo vingi. Kwa hiyo vikiwa vipo vya kusajili, vikiweka huduma ya kuweza kusajilia, basi itakuwa vizuri zaidi yani. Mimi naunga mkono 100% kwa sababu vijana wengi wa hapa Zanzibar wanatamani kumiliki namba za kwao, lakini changamoto ni vile vigezo ama changamoto ya kupata ile NIDA, kwa sababu wengi wanakuta wanasajiliwa namba na watu wengine. Baadhi ya muda wale wanaotoa huduma za kusajili line hata umjui anatokea wapi, anakupatia line ambayo imeshasajiliwa. Unakuta kuna changamoto za kimtandao za kutokea, hujui utatuzi unapata wapi. Lakini iwapo itakuwa Azania ID inatumika kwenye kusajili, itakuwa imeondoa changamoto kiasi kubwa sana kwa Wazanzibari.